Hili bwawa linategemea maji kutoka kwenye mito hasa mitatu mikubwa. Na mkubwa zaidi ni unaoanzia Mwangui. Ndio mto mkubwa zaidi unaotegemewa kuleta maji kwenye hili bwawa. Kuna mto mwingine Mwabayanda na mwingine kuna mdogo hapa jina kidogo linanitoka. Mwamasenya. Ya. Kuna Sola Mwamasenya. Ya, kuna mito mingine midogo midogo inayoingiza kwenye mto Sola. Kwa hiyo ndio chanzo chetu kikubwa ni mito. Kwa hiyo kama kuna tatizo la watu kulima kwenye bonde ile la mto Sola, na hiyo inasababisha sababu bwawa letu linaendelea kupungua kina. Bwawa hilo hapo awali lilisanifiwa kuwa na ujazo wa mita za ujazo 4,200,000. Lakini kulingana na shughuli mbalimbali za wananchi zinazoendelea toka likamilika ujenzi mpaka sasa linakadiriwa kuwa kiasi cha mita 200,000 za ujazo zimepungua kutokana na shughuli za kilimo na ufugaji. Sasa hivi linakadiriwa kuwa na lita za ujazo milioni 4. Tumeona kuna ng'ombe wanachungia kwenye maeneo haya. Tunaomba usimamizi wa hizi ng'ombe, marufuku kuingia na hatua kali zichukuliwe. Na bado pia nimeona haya magugu maji. Kwa ujumla tunahamasisha ikiwezekana viondoshwe haraka ili watu waendelee kupata huduma ndani ya maeneo haya. Tusimameni imara kutokomeza huu uvamizi wa bwawa letu ili lisiharibikia. Kwa kweli tumeona vyanzo vya maji na uharibifu tumeuona. Kwa mfano kule tumeona ng'ombe. Kwa hiyo vyanzo vya maji kuharibika ni wachungaji, shughuli za kibinadamu waweza kuchungia na kilimo kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kuisaidia jamii, kuipa elimu ili isiendelee kulima kwenye vyanzo vya maji, lakini pia na kuiomba serikali basi hawa watu wanaoishi kando kando watengenezwe miundo mbadala kwa ajili ya kutunza mazingira ya kwetu. Kiukweli tumetembea bwawani kule, tumejionea athari kubwa yakiwemo magugu maji, lakini pia mifugo inayotembea pembezoni inachangia sana kuharibu bwawa letu. Sisi kama viongozi wa mamlaka ya mji mdogo Maswa tumewapa ushauri kwamba sisi vitongoji kila mtu asimame katika nafasi yake kwa ajili ya kuangalia wafugaji wote wasilete mifugo yao katika pembezoni mwa bwawa letu ili kulilinda bwawa letu. Lakini pia tumeshauri kuhusu vyanzo vingine vya maji ambavyo vinavyoliletea bwawa hili maji, na venyewe pia tuweke ulinzi, na kwa pamoja nadhani tutakwenda sawa. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.